mwalimu mwenzenu, viongozi wa elimu kwenye mkoa, ambaye nimeletwa na katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI kuja kushirikiana nanyi katika uratibu na kuendesha elimu kwenye mkoa wetu wa Arusha. Tulipanga kufanya vikao mbalimbali, kufanya tathmini, kutazama mwendo wetu ukoje, unaenda sawa au hauendi sawa. Tumefanya vikao na maafisa ya elimu wote na viongozi wote wa sekta ya elimu mkoani. Tulikaa pale Patandi siku mbili tukijadili mustakabali wa elimu ya mkoa wa Arusha, afidhibiti ubora wa shule wa makatibu wa TSC, viongozi wa chama cha walimu, maafisa ya elimu wa wilaya, maafisa wote wa ngazi ya elimu ya wilaya walioko pale ofisini, ICLO wote, timu nzima zaidi ya watu 100+. Tulichambua hali ya elimu ya mkoa, changamoto zinazoikabili elimu ndani ya mkoa, and the way forward, nini kifanyike. Tulipotoka pale, tuliongea na viongozi wakuu ndani ya mkoa wetu kuwapa taarifa ya kitaalamu ya namna gani ya kuboresha elimu ya mkoa wa Arusha vis-a-vis hali iliyopo. Kikao hicho kilikuwa chini ya katibu tawala wa mkoa, waheshimiwa makatibu tawala wa wilaya, wakurugenzi wote wa halmashauri, viongozi wote wale wenyeviti wa halmashauri, wenyeviti wa kamati za huduma wote walikuwepo na tulikubaliana. Baada ya hapo, tuliita kikao cha maafisa elimu wa kata kudisemine makubaliano, maazimio ya vikao hivi vilivyotangulia. Tukawaita wakuu wa shule za sekondari, nao tukaongea nao na kueleza mkoa una status gani na nini kifanyike kutokana na hali iliyopo. Tulipomaliza na wao, tukaita walimu wakuu shule za msingi 1200+, nao tulifanya nao vikao pale Iluguru, lakini tukafanya vikao na maafisa elimu wa kata wote. Kwa hiyo eneo la kada ya uongozi tulikuwa tumemaliza na tunauelewa wa pamoja wa tunakotaka kwenda. Sasa ilibaki walimu wenzetu wa darasani. Sisi tumeelewana, tunajua cha kufanya, namna ya kufanya, mwendo na kadhalika. Lakini sisi wakati tumeelewana, walimu wenzetu kule wameanza kupewa ujumbe na mtu mmoja mmoja. Kila mkuu wa shule kwa ustadi wake anaongea na walimu wake alipopokea kutoka kwenye vikao hivyo. Kila afisa elimu wa wilaya anaongea na watu wake alipopokea kwenye vikao hivyo, na kadhalika na kadhalika. Sasa mimi ndiye nimebeba maono ya kwenye eneo la elimu, ambayo ninatakiwa kutoa maelekezo ya aina moja kwa lugha ya aina moja kwa mkoa mzima. Kwa leo ni zamu ya walimu wa Mbeya, na nimesema sitaongea kwa zaidi ya saa moja. Naomba ushirikiano pamoja na mambo mengi tuliyoongea kwenye vikao hivi. Tuliongea swala la huduma kwa walimu. Nikisema huduma, sina maana ya maneno yanayosemwa na vyama vya wafanyakazi. Ninazungumzia huduma kwa mtumishi mwalimu, ili aweze kufanikiwa kumfanikisha mwanafunzi kwenye somo lake, kwenye shule yake. Tunamtarajia mwalimu huyu wa sekondari aliyekabidhiwa watoto kuwafundisha na kuwalea aweje, abehave vipi.
tumhudumieje, mambo gani yafanyike kwake, tasema leo. Na kwa hiyo mimi ninaamini, na hii ndio falsafa yangu, ninaamini kwamba mwalimu yeyote atafanya kazi vizuri, atafundisha vizuri, atalea vizuri akiwa na peace of mind, akiwa na utulivu wa akili. Mwalimu huyu atatimiza wajibu wake. Nani ana wajibu wa kumfanya mwalimu awe na peace of mind? Ni mimi, afisa elimu wa mkoa, afisa elimu wa wilaya, afisa elimu wa kata, mkuu wa shule. Na baada ya hapo sasa ni viongozi wetu wanaotufuata kwenye ngazi ya halmashauri, mkurugenzi wa halmashauri, kwenye ngazi ya mkoa, katibu tawala wa mkoa na viongozi wengine wote. Viongozi wa vyama vya wafanyakazi TSC wanaingia kwenye kundi hili, watake wasitake, kwa sababu ni sehemu ya utatuzi wa changamoto zinazowakabili mwalimu. Kwa hiyo ili mwalimu awe na peace of mind, aweze kudeliver darasani, aweze kulea mtoto vizuri, lazima yeye awe amehudumiwa vizuri, aweze kuingia darasani akiwa ana mawanda, yuko tayari, amejiandaa kumfanikisha mwanafunzi. Heshima ya mwalimu yeyote yule inapatikana pale ambapo amemfanikisha mwanafunzi malezi na kwenye taaluma. Ndio kusema sisi walimu tumepewa kazi mbili na taifa hili, kazi mbili. Kazi ya kwanza, ndugu mwenyekiti wa TAWOSA, ni kufundisha, kutoa maarifa kwa wanafunzi, kuwapa umahiri wanafunzi. Hiyo ni kazi ya kwanza. Kwa unapokaa na kujitathmini kwenye somo lako, kwenye darasa lako, watoto uliokabidhiwa na serikali, watoto uliokabidhiwa na mwajiri, umewafanikisha? That is a very principal question. Wewe umewafanikisha? Hilo la kwanza. La pili, watoto uliokabidhiwa unawalea katika misingi inayotakiwa, wana tabia njema, wana nidhamu. Kazi hiyo ni ya sisi walimu, mimi na wewe. Hizo ndio kazi mbili ambazo sisi. Sasa wewe unapojitathmini, unafanya hivyo? Sasa ili uweze kufanya hivyo, mimi kwanza natakiwa ni facilitate ili uweze kufanya hayo. Sasa sitaki kuzungumzia mambo ya nyuma, nazungumzia kuanzia hapa kwenda mbele. Kupitia vikao tulivyokaa, tumekumbushana na maafisa elimu na viongozi wote pamoja na mimi, kuwasaidia walimu, kuwasimamia walimu, kuwajali walimu, kuwathamini walimu, kutumia lugha yenye staha, kutumia lugha nzuri, kuelekeza badala ya kufoka. Biashara kumfokea mtu mzima mwenzako kama mtoto mdogo.